Karibu kwenye Pesa Vibe, mahali unapojifunza namna ya kutumia pesa kwa akili na kufikia uhuru wa kifedha. Leo tunaongelea siri 7 za kudhibiti na kuongeza pesa yako, mambo ambayo shule nyingi hazikufundishi. Kama unataka kuishi bila hofu ya pesa, hii video ni kwa ajili yako. Hebu tuanze safari hii pamoja. Siri ya kwanza: tambua hali yako ya kifedha. Jua kipato chako halisi kwa mwezi. Jua matumizi yako ya kila siku, week, mwezi. Andika, usiamini tu kichwani. Jitathmini, unaishi ndani au nje ya uwezo wako. Mfano, kama unaingiza Laki5 kwa mwezi, lakini matumizi yako ni Laki6, unaishi kwa madeni. Hatua ya kwanza ni kwenda kwenye ukweli wa hali yako. Siri ya pili: tengeneza bajeti na uishike. Bajeti ni ramani ya pesa zako. Gawa mapato yako kwa kuandika na uweke makundi tofauti tofauti. Mfano, anza kuweka akiba kwanza kabla hujaanza kutatua shida zako, kwani ukianza kutatua shida zako utamaliza hela yote na shida hazijawahi kuisha. Tofauti ya tajiri na maskini: maskini hulipa wengine kwanza, tajiri hujilipa kwanza. Siri ya tatu: dhibiti matumizi kwa nidhamu. Tofautisha matamanio na mahitaji. Epuka matumizi ya pesa kwa misukumo, impulse buying. Tumia orodha ya kununua kabla ya kwenda dukani. Tumia kauli, je, nahitaji hii kweli? Unapokataa kitu unachotaka sasa, unafumbua milango ya kupata kitu kikubwa baadaye. Siri ya 4: anza kuweka akiba mara moja. Akiba si kwa waliotajirika, ni kwa anayejitambua. Anza hata na TF1 kwa wiki. Tumia jar system au akaunti tofauti ya akiba. Akiba ni kinga dhidi ya dharura. Mfano, akaunti ya dharura kwa ajili ya matibabu, ajali, kupoteza kazi na kadhalika. Siri ya 5: achana na madeni mabaya. Deni la kununua simu ya kisasa izitia shida. Deni la kuwekeza kwenye biashara linaweza kuwa la busara. Jinsi ya kujinasua kwenye madeni: andika madeni yote. Anza kulipa kidogo kidogo kulingana na uwezo. Wasiliana na wanaokudai kwa uwazi. Siri ya 6: tafuta njia za kuongeza kipato. Huwezi kutajirika kwa kipato kimoja. Jifunze ujuzi mpya: graphic design, kuandika, kuuza mtandaoni na kadhalika. Anza side hustle hata ukiwa na kazi. Tumia muda wako vizuri. Kila saa ina thamani. Mfano, fikiria mtu anayefundisha online, kuuza bidhaa Instagram au kuwekeza kwenye kilimo. Siri ya 7: wekeza mapato yako kwa busara. Usihifadhi tu, fanya pesa ikufanyie kazi. Wekeza kwenye elimu yako binafsi, biashara ndogo, soko la hisa, vikoba, mashamba. Angalizo: epuka mipango ya kupata faida kubwa haraka. Tafuta elimu kwanza kabla ya kuwekeza. Hali yako ya kifedha haijalishi sasa. Kilicho muhimu ni unachoamua leo. Kila hatua ndogo unayochukua ina maana. Hata kama ni kuandika bajeti tu leo, hiyo ni hatua. Usisubiri mshahara mkubwa ndipo uanze kujipanga, jipange ndipo mshahara mkubwa uje. Asante kwa kutazama video hii. Kama umepata kitu kimoja tu cha msaada, like video hii. Subscribe kwa video zaidi za elimu ya fedha na maendeleo binafsi. Share na rafiki yako ambaye pia anahitaji maarifa haya.